Hongera sana, hongera sana kwa hizi hatua kubwa ambazo unapiga. Tukizungumzia Selous tunazungumzia moja kati ya marathon kubwa ambazo zinatoa fursa kwa watu wengi sana kujiunga. Lakini this time around tumeona umeugusa mkoa wa Morogoro. So far rasmi kabisa usajili unaanza kufanyika. Pengine umelenga nini kitu cha tofauti na misimu iliyopita ya Selous Marathon? Moja ambalo mwaka huu washiriki walitegemea ni ufikaji kwa urahisi wa mkoa wa Morogoro, kwa sababu tunakumbuka rasmi kwamba mwaka jana SGR ilikuwa imeanza na Selous Marathon inafanyika Morogoro mjini. Pale mjini Morogoro ndio Selous Marathon inafanyika. Kwa moja ni usafiri ambao utakuwa ni rahisi sana kwao kufika kutoka kuanzia Dar es Salaam, kuanzia Dodoma, itakuwa ni rahisi sana kwa kufika. Na miaka inayokuja naamini kwamba mikoa mingine itakuwa rahisi kufika. Hili la kwanza. La pili ni kwenye mbio yenyewe, kwa sababu Selous Marathon ndio mbio pekee Tanzania ambao sio tu kwamba watu wanashiriki kwa kukimbia mbio za mjini, tunaita town race ya kilomita 5, 10 na 21, lakini pia kuna trail run ambayo inakimbia kwenye milima na maporomoko ya maji. Kwa ni kitu tofauti sana, kwa sababu unakimbia kwenye misitu kidogo ambayo kwenye mlima wa Uruguru ulioko mjini unaoona pale juu. Pia trail with leisure. Mbio ya trail with leisure yenyewe ni kwamba unakimbia lakini ina vivutio vingi sana ndani yake. Kuna vyakula, kuna ngoma, kuna maporomoko ya maji, kuna vikwazo kadhaa ambavyo vinakufanya uwe na excitement, lakini pia kuna watu wengi sana wanashiriki. Na mwaka huu tunategemea watu wasiopungua 4,000 kushiriki mbio hii. Tunaamini kabisa pia tutachangia sana kwenye uchumi wa mkoa wa Morogoro. Lakini jingine ni kwenye upande wa washiriki wakimbiaji wenyewe. Tunaboresha zawadi zetu ili kuifanya mbio hii iwe ya kuvutia sana, kwa sababu tujue kwamba mbio hizi zinatoa nafasi kwa washiriki kuweza kupata nafasi ya kushindana na wenzao ili kuendelea kuchochea uwezo wao kukimbia riadha. Na Tanzania tumepiga hatua kubwa kwenye upande wa uandaaji wa mbio za marathon, ikiwemo Selous Marathon ambao ni mmoja kati ya mbio kubwa sana zinazofanyika. Kwa hiyo Watanzania wategemee mbio bora sana yenye vivutio vingi sana kama nilivyoelezea, lakini pia na zawadi nzuri kwa washiriki ambao watataka kuja kukimbiza bahasha tunaita. La kwanza tutambue kwamba mbio hasa kama hizi za matukio makubwa kama marathon ambazo zinashirikisha watu wengi, ina concept, ina swala moja kubwa. Hii inakuwa ni sehemu ya utalii. Tunasema ni event tourism, utalii wa matukio. Kwa hiyo maana nini? Maana yake ni nini? Kwamba kuna watu wataenda kulala Morogoro ili kushiriki mbio ya Selous Marathon. Maana yake tarehe 22, 23 mkoa wa Morogoro hoteli zake zote zitakuwa zimejaa. Maana yake ni nini? Ni kwamba hawa watu wanakuja kushiriki wa 4,000 wanapeleka fedha mkoa wa Morogoro. Kwa maana yake ni nini? Kwamba tunachokifanya ni kwamba ni kuhakikisha tunapeleka watu 4,000 Morogoro, kuwapelekea wakazi wa Morogoro hela. Na hela hizi haziishi tu kwenye kulala. Watapanda bodaboda, watapanda taxi, watapanda mabasi, watakula vyakula. Matumizi ya maji yataongezeka. Kwa hiyo mkoa wa Morogoro mamlaka ya maji mkoa wa Morogoro itapata hela zaidi kwa siku hizo mbili. TANESCO watashtuka kwamba kuna matumizi makubwa ya umeme kwa sababu kuna watu waliongezeka. Kwa TANESCO itapata. Kwa hiyo kiuchumi tunasema tutaenda kusisimua uchumi wa mkoa wa Morogoro kwa siku hizi mbili. Na ndio maana event tourism au utalii wa kimatukio ni muhimu sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwenye kuchochea utalii. Mkoa wa Morogoro ni mkoa ambao ni tajiri sana. Mkoa wa Morogoro ni mmoja kati ya mikoa inayozalisha sana chakula, lakini pia una vivutio vya utalii. Kwa tunaenda kufanya wazungu wanaita diversification au kuenda kuweka mtawanyo wa kiuchumi na kuendelea kuchagiza kuambia watu wa mkoa wa Morogoro kwamba bwana, utalii ni sehemu yenu mojawapo ya kukuza uchumi wenu na fursa hasa kwa vijana pia. Nitatoa mfano. Wakati mwaka jana tunafanya SGR inaanza, pale kwenye ile station kulikuwa hakuna Alphard au magari ya kukodi. Sasa hivi kuna zaidi ya magari ya kukodi yasiyopungua 60 hadi 70. Kwa maana kuna watu wamepata ajira kutokana na ukweli huo kwamba anayepanda SGR aende na gari lake kutoka Dar es Salaam bidii ya kodi magari na kadha wa kadha. Mbuga ya Mikumi hadi sasa hivi tunazungumza ndio imekuwa mbuga inayotembelewa zaidi na Watanzania wa ndani, kwa sababu sasa hivi imekuwa ni rahisi zaidi kufika Mikumi. Kwa unatoka Dar es Salaam ukifika Morogoro unaenda Mikumi. Washiriki wengi wa Selous Marathon
wataenda kutembelea pia mbuga ya Mikumi. Kwa maana yake ni tunachagiza tena, tunaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kwenye kutangaza utalii. Kwa la pili. La tatu, kuna kitu tunaita cultural tourism ambayo inayo ni muhimu sana. Hao wanaoshiriki trail na trail with leisure na trail run wanapanda ule mlima Uruguru hadi mita 750. Wanapita kwenye vijiji vya kule juu. Tunatumia, wanakula ndizi zinazolimwa na wale wana vijiji wa kule juu. Wanakula matunda, wananunua matunda yanayolimwa na wale wana vijiji kule. Na sisi kama waandaaji huwa tunanunua bidhaa hizi kwa wingi kwa ajili ya kuwapa hao wakimbiaji. Kuonyesha kwamba watu kule juu wanaona faida kubwa ya Selous Marathon. Maana yake tunatangaza vivutio vilivyopo juu ya ule mlima. Sasa hivi ile Choma Waterfall tayari sasa hivi ni chanzo kimojawapo cha mapato kikubwa sana cha halmashauri ya mkoa wa Morogoro, ambayo ilitokana na Selous Marathon kutangaza kivutio kile, na sasa kimekuwa ni chanzo cha mapato. Kwa maana hiyo ni kwamba wanapoenda na kupiga kwa kutumia Yas, simu ya Yas, na najua kwamba Yas wanawasupport Crown, wanawasupport bila dayo, wanapiga *150 *01 alama ya reli, alafu anachagua lipa kwa simu, alafu kisha anachagua ticket. Akichagua ticket atakutana pale na marathon, Creek Marathon, atakutana na Selous Marathon. Kwa ni rahisi mno. Kwa tunatumia teknolojia kwa kuhakikisha kwamba nchi nzima leo hii, maana yake kwamba sehemu yote mtu aliyepo Tanzania anaweza kujisajili na akashiriki Selous Marathon tarehe 23 mwezi wa 8 2025. Asante sana. Nashukuru sana.